Tenda zinazotolewa kupitia mfumo wa NeST zinavyotengeneza vijana mamilionea. Je, unafahamu kuwa leo kijana wa Kitanzania anaweza kuwa milionea kwa kushiriki michakato ya zabuni za umma maarufu kama tenda za serikali, hata kwa simu ya mkononi? Hii si hadithi ya kubuni, ni uhalisia unaowezeshwa na serikali ya awamu ya 6 kupitia mfumo wa NeST. NeST ni mfumo wa usimamizi wa ununuzi wa umma kielektroniki uliojengwa na serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unaosimamiwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA chini ya Wizara ya Fedha. PPRA ina jukumu la kusimamia utekelezaji wa sheria ya ununuzi wa umma sura ya 410 na kuhakikisha upatikanaji wa thamani halisi ya fedha. Kupitia mfumo wa NeST, tenda zote za serikali zinatangazwa, kushindaniwa na kutekelezwa kwa uwazi, haki na usawa, bila mambo ya kujuana. Mfumo huu unapatikana popote ulipo kupitia nest.go.tz. Kadri dunia inavyoingia kwa kasi kwenye zama za kidijitali, serikali ya Tanzania imechukua hatua madhubuti kutumia teknolojia kuinua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja. Kupitia mageuzi ya ununuzi wa umma, serikali imeweka mifumo inayofungua fursa sawa kwa wote, bila kujuana, bila upendeleo usio wa haki. Juhudi hizi zimezaa matunda. Kupitia mfumo wa NeST, vijana wa Kitanzania wamepata upendeleo maalumu unaowawezesha kushiriki zabuni za umma na kujipatia mamilioni hata mabilioni ya shilingi. Tangu 2024 mpaka sasa tumefanya kazi mbalimbali zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 64. Tulibahatika kupata tenda kupitia mfumo wa NeST. Tenda hiyo ilikuwa ni mkoani Arusha, ilikuwa na thamani ya milioni 32. Na kwenye mfuko kidogo umetunatuna, lakini sio sana. Mpaka kama milioni 60. Tulijichanga si wenyewe. Tulianza na milioni 6. Tukapata kazi ya milioni 32. Tumepata kazi hapa bodi ya korosho na tumefunga nao mkataba mwezi wa 9, mkataba wa shilingi milioni 70. Baada ya NeST kuja, nafikiri ndio imetengeza takwimu nzuri zaidi kuona kumbe kuna Watanzania mabilionea. Kwa tenda ambazo niko nazo freed na ambazo naendelea kupambana nazo, nafikiri kwa mwaka huu wa fedha peke yake nadhani 3.2 bilioni. Mwaka 2024 nilipata tenda ya zaidi ya milioni 90. Kwa kuzingatia kuwa zaidi ya 70% ya bajeti ya serikali hutumika kwenye ununuzi wa umma, serikali ya awamu ya 6 iliona umuhimu wa kuhakikisha fedha hizi zinawanufaisha wananchi moja kwa moja. Mwaka 2023 ulikuwa mwaka wa kihistoria. Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, sheria mpya ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ilitungwa. Sheria hii ni ya kizalendo, ikilenga kuwalinda na kuwanufaisha Watanzania. Sheria ikaweka sharti: ununuzi wa umma lazima ufanyike kupitia mfumo wa NeST. Ununuzi nje ya mfumo sasa ni kosa la jinai. Sheria imeweka upendeleo maalumu kwa makundi ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Kila taasisi ya serikali inalazimika kutenga 30% ya bajeti yake ya ununuzi kwa ajili ya makundi haya. Kati ya mgao huo wa 30%, 10% ni kwa vijana pekee. Hii ni nafasi ya kutoa huduma au kusambaza bidhaa kwa taasisi za serikali na kulipwa fedha halali. Lakini kwa kundi maalumu haimaanishi ni kundi dhaifu au linalopangiwa kazi dhaifu. Na ningependa sana ni stress, ni underline neno moja maalum au special. Bahati mbaya sana neno hili halijapokelewa inavyotakiwa. Watu wamedhani special ni watu dhaifu. Lakini hapana, vijana ni wale ambao hawajapata opportunity kama za kwetu engineer. Mimi na wewe ambao tumeajiriwa, lakini wana qualities sawa na sisi. Kwa taasisi zote za umma hawajalipokea hivyo, wakidhani kwamba hivi ni vikundi dhaifu vya kuwapa kazi za kusafisha, kazi za kupika. Hapana, mpaka technical jobs.
Kundi maalumu linaweza kupewa zabuni moja yenye thamani ya hadi shilingi milioni 500. Na ili kundi lifikie ukomo kwa kuwa kundi maalumu, linapaswa kuwa limepata zabuni zenye jumla ya shilingi bilioni 5. Hapo linakuwa limepevuka na linapaswa kuwa kampuni au aina nyingine ya mzabuni. Pia ili kuongeza usaidizi wa kundi, sheria inaruhusu 30% ya wanakikundi wanaweza kuwa wale wasio wa kundi husika, ili mradi tu wasiwe sehemu ya uongozi wa kundi. Kwa mfano, kijana ni yule mwenye umri wa miaka isiyozidi 35, lakini kwenye kundi la vijana lenye wajumbe 10 kunaweza kuwa na wajumbe hadi 3 ambao sio vijana. Kupitia NeST, vijana waliothubutu wamefanikiwa kote nchini. 2024 tena tukabahatika kupata tenda mkoani Lindi. Yenyewe ilikuwa na kazi hizo ambazo ni za labor base. Ilikuwa na thamani ya milioni 26 mwaka 2025. Tulibahatika kupata tenda 2 mkoani Kilimanjaro. Tenda ya mkoa wa Kilimanjaro ilikuwa na thamani ya milioni 24. Katika mfumo wa NeST tumepata tenda mbalimbali kupitia mfumo huu wa NeST. Mojawapo kazi shule ya sekondari Mpalanga, pata madawati kama 150 ya thamani ya shilingi milioni 12,750,000. Lakini pia Chikopero sekondari na madawati yako 150, thamani ya milioni 12,750,000. Lakini Daniel Chaungoro sekondari iko Chali, hapo pia tutengeneza milango, frame pamoja na milango yake, ni thamani kama ya shilingi milioni 38. Kupitia mfumo wa NeST, hakuna mipaka kuanzia mijini hadi vijijini. Fursa zinawafikia wote. Katika kijiji cha Kigwe, kikundi cha vijana cha Umonga Group kimepata zabuni zenye thamani ya hadi shilingi milioni 64. Tulifanya kazi nyingi ambazo tulifanya kazi, na ni pisi nyingi, pisi zaidi ya 700 tulitengenezea hapa. Lakini pia milango zaidi ya 80 tutengenezea hapa, pisi za grili hivyo. Toka 2024 mpaka sasa tenda kama 8. Na kwenye mfuko kidogo umetunatuna, lakini sio sana. Mwezi kama milioni 60 ipo. Umonga Group, kama ulivyosema ndugu mtangazaji, kwamba wapo katika kijiji changu na ninawatambua kama ni vijana wazawa na wakazi wa kijiji cha Kigwe. Baada ya kujiunga kwenye mfumo wa NeST, nafikiri wana mabadiliko makubwa. Mwenyekiti wa hicho kikundi kwa sasa ana nyumba nzuri ambayo anaishi yeye na familia yake. Lakini pia katibu naye ana nyumba nzuri ambayo kwa sasa anaishi pengine na wapangaji anao. Kwa hiyo inaonyesha wamenufaika kiasi kikubwa na hili zoezi la mfumo wa NeST. Kwa majina mimi naitwa Mhandisi Steven Kindole. Mimi ni kiongozi wa kikundi cha vijana ambao tunajihusisha na masuala ya ujenzi. Jina la kikundi kinaitwa High Tech Group of Fundis. Kikundi chetu kilianza mwaka 2005. Tumepata kazi hapa bodi ya korosho na tumefunga nao mkataba mwezi wa 9, mkataba wa shilingi milioni 70. Na tunashukuru waliweza kutusaidia na kutupa advance payment ya milioni 11 ambayo imeweza kutusukuma mpaka sasa hivi tumeweza kuendelea na kazi kwa level ya kumaliza level ya msingi. Licha hiyo bado tuna kazi nyingine tunafanya hapa Mtwara kule Mji Mwema, tunajenga hostel ya watoto wa kike ya chuo cha TIA. Kwa huu mmoja wetu ambao tulionao na hichi kikundi chetu, na mimi nikiwa kama kiongozi wao. Ile ni ya shilingi milioni 133. Sisi ni vijana ambao tuko chini ya umri wa miaka 30. Baada ya kumaliza vyuo tulipata kazi sehemu mbalimbali. Mwanzoni tulikuwa tuna kikundi ambacho hakikuwa rasmi. Tulikuwa tunafanya kazi tofauti za sanaa na filming. Mwaka 2025 tulipata tenda 4 kutoka taasisi mbalimbali. Moja ya tenda hizo zilitokea kwenye taasisi ya PPRA. Tunamshukuru Mungu, tukijumlisha thamani ya tenda zote tulizopata mwaka 2025 inakuja zaidi ya shilingi milioni 90. Baada ya kupata tenda, tukatafuta kampuni rafiki, tukakodi vifaa kwa mkopo, tukafanya kazi yetu vizuri. Baada ya kulipwa, tukarudisha mkopo wetu, tukabaki na faida. Fedha tulizopata zimetusaidia kuongeza mfuko wa kikundi chetu. Na sasa tunaomba tenda nyingine zaidi ili tuongeze mtaji wa kikundi chetu, baadaye tuweze kuomba tenda kubwa zaidi. Matunda ambayo tumeyapata kupitia kazi za serikali ambazo tulizipata ni moja wapo ikiwa ni stationary, pia kuna kimgahawa,
na duka la vinywaji. Vijana wengine waige mfano wa Umonga ili waweze kuondokana angalau na umaskini, kwa sababu kukaa tu kwa kuongea haileti tija. Lakini kwa sasa na shine kama hivi unavyoniona, napendeza kupitia Umonga. Kwanza hapa tulipo ni nyumbani kwangu. Jengoni. Hapo nyuma unapoona. Huo mjengo hapo unaendelea. Unaendelea ni moja hapo ya matunda ya Yete Group. Pamoja na tenda ambazo zinapatikana serikalini. Taasisi za serikali nazo zimeona faida ya kijamii na kiuchumi ya kushirikisha vijana kwenye zabuni. Tunajitahidi sana kuhusisha vijana. Kwa katika eneo hapo tunafanya mradi ndio tunahusisha vijana katika eneo hilo. Kwa kama sasa tunajenga ukuta hapa bodi ya kushiriki makao makuu, sisi kama taasisi dili na mtu mmoja mmoja. Inakuwa na wakiwa kama kikundi, kwanza wanabebeana dhamana. Kwa kupitia vikundi tunaimani kwamba kwanza matokeo tutakuwa na impact kubwa kwenye hizo jamii. Tukidili na vikundi tutakuwa na matokeo makubwa zaidi kwenye jamii kuliko tukidili na mtu mmoja mmoja. Sio vikundi pekee. Vijana wenye makampuni binafsi wamekuwa mamilionea na mabilionea wa shilingi kwa kushiriki zabuni kupitia mfumo wa Nest. Kutoka Arusha hadi Mbeya, Dar es Salaam hadi Dodoma, mifano ni mingi. Unapoomba kazi Nest, wala haikuulizi una mtaji wa shilingi ngapi. Ndio nilichokipenda mimi. Wala hawakujui wewe kama uko Mbeya. Kwa hiyo namna gani wewe utashinda kazi ni namna ambavyo una price zako zimekaa vizuri. Unafahamu soko lako, unaifahamu bidhaa unayokwenda kuisambaza. Ndio inakupa kazi. Mimi fursa hiyo kwangu nimepokea kwa mikono miwili sana na nimefurahi na nimeshangilia kwa sababu naona sasa tunakwenda kuongeza kutanua wigo wa vijana wengi kuwa mabilionea. Na neno bilionea nafikiri watu hawaelewi. Nafikiri bilionea sio lazima uwe na pesa benki. Mzunguko wako tu ule wa namna unapofanya kazi na zile kazi unazo zinatengeneza thamani yako wewe kuwa bilionea. Malengo yangu mimi at least mwaka 2030 katika makampuni ya vijana yanayomilikiwa na Watanzania, kama kuna uwezo wa kupata kazi hata bilioni 20, bilioni 50, na mimi kuna listi niwepo. Yaani ninapozungumza ni ndani ya miaka miwili nimekuwa na uwezo wa kujihudumia mwenyewe binafsi, kuishi maisha yangu mimi ninayotaka. Yaani nikitaka kupanda ndege mimi nitapanda. Nikitaka kuendesha gari nzuri mimi naendesha. Nikitaka kulala hoteli nzuri nalala. Sipati stress ya kwenda kuazima hela ya watu nikalipa ada za watoto. Nalipa. Kwa hiyo kwangu mimi ni achievement kubwa, sababu naishi maisha ya ndoto yangu mimi. Binafsi Standard Marketing nakumbuka baada ya kujisajili mwaka 2023 tulianza kufuatilia hizi tenda kwenye system ya Nest, kwenye mfumo wa Nest. Na kimsingi kabisa tenda zetu za kwanza kama Standard Marketing tulipata tenda ya kwanza nakumbuka ni ya Air Tanzania. Tulipata tenda ya Air Tanzania, ilikuwa ni kutengeneza booth ya maonesho pale Kilimanjaro, lakini pia tukaanza kupata tenda za PPRA wenyewe ambao walioanzisha mfumo wa Nest, waliotengeneza mfumo wa Nest. Kwa hiyo tukawa tunapata tenda za printings, branding kila sehemu, mikoa tofauti tofauti kupitia mfumo wa Nest. Na nakumbuka tulipata tenda ya zaidi ya milioni 90 mwaka 2024, lakini ilipofika mwaka 2025 tukapata tenda zaidi ya milioni 128. Kwa utagundua kwamba imetusaidia kukua kutoka tulivyokuwa wadogo na mpaka sasa. Cycle ya watu ambao mimi naishi, mimi kwa umri wangu mimi na vijana wasiopungua 200 ambao wanakula kwao ishi yao ni mimi. Hao tumegawanyika katika maeneo tofauti. Kuna madereva, kuna watu ambao wako site wanapata posho, kuna watu ambao tunawalipa mishahara, kuna yani watu aina mbalimbali. Kwa hiyo mimi binafsi nimetengeneza ajira katika miradi tu ambayo tunaifanya. Vijana ambao watu tunawaajiri ni 40 plus. Tulianza na ofisi kadogo sana, walipanga chumba kimoja, lakini sasa hivi tuna ofisi kubwa. Tumeajiri vijana wengi, vijana wenzetu. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba tunazidi kukua na kuhakikisha kwamba tunapatia pia nafasi vijana wengine waweze kukua na sisi. Upendeleo maalumu kwa Watanzania dhidi ya wageni. Sheria imeweka ulinzi na upendeleo mahususi kwa wazabuni wa Kitanzania. Zabuni zisizozidi bilioni 50 ni kwa Watanzania pekee. Upendeleo wa hadi 10% kwa Watanzania kwenye zabuni za ushindani wa kimataifa. Bidhaa na huduma za Tanzania
zimepewa upendeleo wa hadi 15%. Mtanzania anaposhirikiana na mgeni, Mtanzania ni kiongozi wa zabuni husika na malipo yanawekwa kwenye akaunti yake. Pia upo upendeleo wa kimkoa. Zabuni zenye thamani iliyoainishwa zitatekelezwa na wazabuni wa mkoa husika. Lengo ni kuhakikisha kila Mtanzania ana nafasi ya kupata zabuni alipo. Jinsi ya kushiriki michakato ya zabuni za umma kama kikundi cha vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu. Hatua ni rahisi. Unda kikundi cha watu 5 hadi 20. Sajili kikundi chenu kwenye halmashauri, VETA au taasisi nyingine wezeshi. Pata TIN namba ya kikundi. Kisha halmashauri itatuma taarifa zenu PPRA kwa ajili ya kuwekwa kwenye orodha rasmi ili kila taasisi iweze kuwaona. PPRA itawafanyia usajili wa awali kwenye mfumo wa NeST. Baada ya hapo, mwenyekiti wa kikundi chenu ataingia kwenye mfumo wa NeST, yani nest.go.tz kukamilisha usajili, na hapo mtaanza kuomba tenda za serikali. Hivyo tu. Jinsi ya kushiriki zabuni kama mzabuni wa kawaida. Rasimisha biashara au kazi yako ili itambulike kisheria. Kisha jisajili kwenye mfumo wa NeST kupitia nest.go.tz kwa kuzingatia vigezo na masharti. Pamoja na uwepo wa fursa hii adhimu, tangu Julai mosi mwaka 2023, makundi maalumu yamepata zabuni zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 30 kupitia mfumo wa NeST. Na makundi yaliyosajiliwa ni zaidi ya 1200 tu, dhidi ya lengo la kuwa na makundi 20,000. Kwa ujumla, wazabuni waliojisajili kwenye mfumo wa NeST ni takriban 41,380, wakati kuna taasisi za umma hadi ngazi za msingi 62,440. Idadi ya taasisi za umma inazidi idadi ya wazabuni waliojisajili kupata tenda za serikali. Tujiulize swali, vijana tuko wapi? Ni muda wa kuamka, kuchukua hatua na kujisajili kwenye mfumo wa NeST. Ubora na ufanisi wa mfumo wa NeST. NeST imetambuliwa kimataifa kama mfumo bora. Novemba mwaka 2024 ulipewa tuzo ya mfumo bora zaidi wa ununuzi wa umma barani Afrika kwa ubunifu katika tuzo za African Association for Public Administration and Management AAPAM zilizokuwa zikishindaniwa chini ya uangalizi wa Umoja wa Afrika AU jijini Kampala, Uganda. Hivi sasa NeST imejengwa na kukamilika katika moduli ya usajili e-registration, uchakataji wa zabuni e-tendering, usimamizi wa mikataba e-contract na moduli ya malipo e-payment, kwa sababu NeST inasomana na mifumo ya malipo ya serikali. Sasa wazabuni wanaweza kufuatilia mchakato wa zabuni kwenye mfumo hadi wakati wa uchakataji wa malipo. Hii itapunguza ucheleweshwaji wa malipo ya wazabuni unaotokana na uzembe wa baadhi ya watumishi wa taasisi za umma. Ni rahisi kutumia hadi ngazi za msingi za serikali za mitaa, yani lower level. Umesomana na mifumo zaidi ya 20 ili kupata taarifa sahihi na haraka. Umeondoa usumbufu wa kupandisha nyaraka mara kwa mara unapoomba zabuni, kwani unatunza nyaraka na taarifa na kuzitumia wakati wote. Umepunguza muda na gharama za mchakato. Umeondoa mianya ya rushwa kwa kuondoa ulazima wa mzabuni na taasisi nunuzi kukutana. Umesaidia kutunza mazingira kwa kuondoa matumizi ya karatasi. Sasa zama zimebadilika. Hakuna njia nyingine ya kupata tenda za serikali. Achana na mambo ya connection. NeST ndio connection pekee ya kupata tenda za serikali.